Pesa ambayo inaitwa capitation haifiki kwa shule mapema, na pia iko na ufisadi nyingi sana. Ukienda upande wa elimu ya juu university, saizi anakuwa kwa chuo kikuu ni shida, kwa sababu ile mpango wa funding of universities walikuja wakageuza, wakaweka ukora ndani. Saizi watoto wetu wanapitia kwa tabu. Ukienda upande wa afya, walikuja wakatuambia kwamba wameleta kitu inaitwa SHA, ati ile NHIF wameitoa. Sasa saa hizi hiyo SHA imekuwa ni wizi, kwa sababu mwaka uliopita yule Auditor General alisema kwamba pesa bilioni 50 ilipotea. Mwaka huu juzi amesema kwamba iko kampuni ya kibinafsi ambayo ndio inafanya claims processing, na kwa kila claim wanakula 2%, na hiyo kampuni hawajui ilitokea wapi, ni ya mabwenyenye ndani ya serikali. Ukienda uchumi yetu haifanyi vizuri. Walisema wameongeza bei ya mafuta kwa sababu ya vita ya kule Iran. Hiyo vita ya Iran na Amerika mliona ilisimamishwa karibu wiki 3 iliyopita, bado hawajarudisha mafuta chini. Sasa tuko na serikali ambayo haijali wananchi, na saa hizi kwa sababu wameona wanaenda nyumbani, sasa wameanza kufanya vitu ina panic way. Serikali ambayo sasa inatumia majambazi. Mimi mwenyewe mlisikia kwamba nilikuwa kwa mkahawa kule Kisumu ninakunywa chai, hii serikali ikatumia majambazi 17 waliua, lakini Mungu akasema nibaki hai. Jana mumesikia kwamba watu wa DCP walikuwa wanatoka kule Gilgil, wakaweka polisi ambao wamevalisha vitu kwa kichwa, wakashambulia msafara wa DCP, wameumiza watu. Leo hii tumeona kwa mtandao wenzetu ambao wameenda kanisani Kisumu kuomba kama sisi, Mheshimiwa Sifuna na Mheshimiwa Rengo, ati sasa wanatuma vijana waende kwa hiyo kanisa, waende wawashambulie. Mliona pale All Saints Cathedral, watu wako ndani ya kanisa, majambazi wanatolewa pale, wanakuja wanashambulia watu kwa kanisa. Juzi nimeona tulikuwa kule Kisii, tumemaliza mkutano vizuri, tunaenda kwa ingine pale mahali inaitwa Keungu. Unaona vijana wakiongozwa na polisi, hata polisi anatupa mawe, wakashambulia sisi. Kijana mmoja amekufa, wengine wako hospitali. Na hii ni serikali ambayo inasema inalinda nini? Na sisi kama viongozi wenu tukijaribu kuongea, tunaambiwa upinzani hamuna ajenda, hamuna sera, nyinyi ni wajinga, nyinyi sijui nini. Mimi nawaomba kanisani tuongee, na muombee nchi. Another 5 years of Ruto presidency itakuwa shida. Na mimi ni Mluya. Sisi Waluya tumefungua macho. Unajua huyu jamaa alikuja akatudanganya, na huyo jamaa ni muongo. Hata ukitaka mkataba atakupa mkataba. Akakaa chini na wazee wetu wawili, Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Mudavadi, akasema nikipita kura hii ndio mambo nitafanya. Tajenga barabara ya lami 1,000. Akasema kwamba atajenga industries 5 za kuandika vijana. Akasema kwamba 30% ya serikali itakuwa ni watu wa Ingo. Sasa tuingie kwa kiti, hakuna chochote ambacho amefanya. Badala ya kujengea sisi industries, kampuni ya Mumias
Kampuni ya Nzoia amenyakua kupitia kwa Wahindi. Busia Sugar amenyakua kupitia kwa Wahindi. Watu wetu hawana chochote. Alafu wakati amesikia kwamba iko kijana amejitokeza, anapendwa sana na Wakenya na iko Edwin Sifuna, amechukua wale wazee ambaye alidanganya, anawaambia sasa waende waishi huko wakikampeni. Mudavadi na Wetangula na Oparanya sasa kazi yao ni kuitisha mikutano, wanasema wanafanya empowerment ya wamama, ya vijana, wanakalisha vijana na wamama siku mzima, wanakuja na mandege 5. Ndege moja kukodi kwa siku ni milioni 1. Sasa ndege tu peke yake ile wanakuja nayo ni milioni 5. Alafu wanakuja pale wanawacha pale milioni 2. Ingine yote wanaenda nayo, wanaenda mahali nyingine. Wanaambia watu wetu ati tumekuja empowerment. Sisi tunasema hivi kwamba watatembea bila kutembea, lakini hakuna kura kwao. Mambo ni one time. Kwa hivyo nyinyi jamii ya Wakikuyu, nyinyi ni kazi wetu. Wakenya tunawaangalia sana. Tunasema msituangushe. Msituangushe. Kwa sababu ukienda maeneo mengine wamesema uwe jamaa ile nyumbani. Sasa watu wa mlima, msituangushe. Tunataka example ya kwanza ikuwe ni hapo Olkalau. Mahali saa hizi sasa watu wa Olkalau wamekuwa watu wa muhimu sana. Wanaletewa vitu yote. Gasi ni gasi. Sijui nini. Ni kama huyu jamaa alikuwa anatamani yule mbunge Kiarawa kufa. Ndiye akuja alete hiyo kitu. Sisi tunaambia mwambie ndugu zetu huko, madada zetu huko, Kenya inawategemea. Wapige huyo jamaa kiboko, tuletee ule candidate wa chama cha DCP. Na pia nataka kuambia kwamba Mheshimiwa Kang'ata amejiunga na sisi. Kang'ata, mimi nataka kuambia ujisikie huko nyumbani. Na wale wengine wote wanataka kujiunga na sisi wakuje. Lakini mwisho upinzani inaenda kutoa mtu mmoja ambaye atapambana na huyo mtu. Na tutafanya vile tulifanya tu kutoa moyo. Wakati wa tu tulikuwa na vikundi viwili. Ya kwanza ilikuwa NK ambayo ilikuwa na Wamalwa, Kibaki na Ndibu. Ya pili ikakuwa Rainbow ambayo ilikuwa na Raila, Saitoti, Kalonzo, Kamodo na wengine. Baadaye waliungana na wakasukuma kando nyumbani. Wale wanasema tutagawanyika, mimi nawaambia mtangoja sana. Sisi tunajipanga, tutakuwa na mgombea mmoja, tutakuwa na running mate mmoja, na Bwana Ruto utaenda nyumbani. Your time is up. It doesn't matter how many times you cheat Kenyans. It doesn't matter how many times you are going to use goons to beat opposition, to bring mayhem. We will send you home because the country Kenya is tired. It's saying, let us move forward as one country. And that country is called Kenya. Watu wa Nyandarua na waomba na watu wa Laikipia na watu wa Mlima Kenya kwamba msimame na sisi. Tunasema asante sana. Tumekuja ile kidogo ambayo tumekuwa nayo tumepeana kwa kanisa. Najua wale wengine wangekuja na mamilioni ya pesa, lakini hii pesa tumetoa, hakuna mjana analia kwa sababu ya pesa hii. Hakuna yatima analia kwa sababu ya pesa hii. Hakuna Mkenya analia kwa sababu ya ufisadi. Hii ni pesa safi ambayo imetoka kwa Mungu. Tunasema asanteni sana. Mungu awabariki. Wacha nirudishe kwa gavana Kang'ata atumalizie. Asanteni sana.
Toma ule makofi. Kuna kushia kunenene tawake. Tawadhumi amekuwa. Tule toshokia kada. Ndio umetekea mtafikiria tuwahere ndio tunakaika tukicho kumera kwa kusafiri ya Kenya. Thank you. Asante. Thank you so much. Hatutaki kuzidisha hapo. Tumeshukuru sana, tunawapongeza, tunasema ni asante. Jinsi ambavyo Mheshimiwa Irungu Kang'ata alisema hata sign visitors kwa ofisi yako. Tumemaliza, Mungu anawapenda na anatupenda na tunalinda kila mwananchi. My brother, my senior Richard Onyonga, karibu sana kwa kukuja. Mimi ndio Kemone hapa tunasema Manta. Asante sana chama. Nafikiri mengi yamesemwa. Nataka kusema asanteni sana viongozi wetu. What you have promised us, we are waiting to see the results. Na tuko nyuma yenu, tuone kwamba Kenya yetu tunaipeleka vizuri. Nataka kurudisha program kwa Olga ili watumalizie ibada yetu ya leo. Kanisa tuchapie viongozi wetu makofi mazuri. Asante sana. Tukiwa watu wa madhabahu, makuhani, tunashukuru sana kwa huo muda ambao umetumia, muda mchache, na mmenena mengi kuhusu yale ambayo mnatarajia kuyafanya, na tena mmetuambia tukaweze kuwaombea